Jambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani anasema kwamba hawatakubali Iran iwacheze shere. Hatutakubali Iran itucheze shere, anasema rais wa Marekani bwana Donald Trump. Rais huyo ameionya Iran kuichezea akili Washington kwa kupindua uamuzi juu ya mlango wa bahari wa Hormuz baada ya Tehran kutangaza kufunga tena ujio huo muhimu wa bahari. Akizungumza wakati wa hafla moja iliyofanyika katika ikulu ya White House huko Washington, Trump amesema, linapohusika suala la mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani haitokubali kuchezwa shere na Iran kama dola hiyo ya Uajemi inavyofanya kwa miaka mingi. Awali, kamandi kuu ya jeshi la Iran ilitangaza kurejesha vizuizi vyote kwenye mlango wa bahari wa Hormuz baada ya Ijumaa kusema kuwa imefungua na kuruhusu meli nyingi zaidi kupita. Tehran imesema imechukua uamuzi huo baada ya Washington kukiuka ahadi ya kufunguliwa kikamilifu mlango wa bahari huo, ikiwa ni pamoja na kusitisha mzingiro wa kijeshi iliyoweka dhidi ya bandari zake. Kamanda kuu wa jeshi la Iran alitangaza Jumamosi kurejesha vizuizi vyote kwenye mlango wa Hormuz, hatua inayobadili msimamo wake iliochukua mnamo Ijumaa wa kufungua ujio huo muhimu wa bahari. Mnamo Ijumaa, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alitangaza kufunguliwa kikamilifu kwa mlango wa Hormuz kama sehemu ya mazungumzo yake na Marekani. Tehran ilifungua njia hiyo nyembamba ya bahari inayopitisha karibu 20% ya mafuta na gesi yote asilia duniani baada ya Marekani na Israel kuishambulia dola hiyo ya Uajemi mwishoni mwa mwezi Februari. Mnamo Jumamosi, taarifa iliyotolewa na kamandi kuu ya jeshi la nchi hiyo imesema Washington imekiuka ahadi ya kufungua kikamilifu shughuli zote za usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz kwa uamuzi wake wa kuendelea na mzingiro wa kijeshi iliyoweka mwanzoni mwa wiki hii. Rais Donald Trump wa Marekani aliamuru jeshi la nchi hiyo kuweka vizuizi kwa shughuli zote za bandari za Iran, ikiwa ni pamoja na kuzuia kuingia na kutoka kwa meli zinazobeba shehena ya mafuta ya Iran. Na uamuzi huo aliuchukua kufuatia kukosekana kwa makubaliano baina ya pande hizo mbili zilipokutana kwa mazungumzo ya amani mjini Islamabad, Pakistan weekend iliyopita. Chini ya mzingiro wa Marekani, meli zote zilizokuwa zinaelekea au kutoka kwenye bandari na mwambao wa bahari za Iran zimekuwa zikizuiwa na jeshi la wanamaji la Marekani. Tehran imesema Marekani imevunja uaminifu wa kuendelea na mzingiro. Iran imesema hadi pale Marekani itakapoondoa mzingiro kwa meli zinazoelekea kwenye dola hiyo ya Kiislamu, hali kwenye mlango wa Hormuz itasalia chini ya usimamizi mkali wa jeshi la IRGC. Msemaji wa kamandi kuu ya jeshi la Iran amesema kabla Iran ilikubali kwa nia njema kuruhusu idadi kubwa ya meli za mafuta na biashara kukatiza katika Hormuz, lakini kwa bahati mbaya wa Marekani wameendelea kuipaka matope imani iliyoanza kujengeka na kujihusisha na vitendo vya uharamia na wizi baharini. Tangazo la siku ya Ijumaa kutoka Iran la kufungua mlango wa Hormuz lilipokelewa kwa furaha kila kona ya dunia, hasa kutokana na msukosuko wa sekta ya nishati ya mafuta ulioshuhudiwa tangu njia hiyo ilipofungwa na kuwa chini ya udhibiti wa Tehran. Rais Donald Trump alikaribisha hatua hiyo kwa bashasha, lakini akasema mzingiro wa Washington dhidi ya meli za Iran utaendelea hadi pale pande hizo mbili zitakapofikia makubaliano ya mwisho. Ndipo Iran ikachukua maamuzi mazito ya kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Na wakati huu rais wa Marekani anatoa tishio jingine kwa mamlaka za wa Iran kwamba zisithubutu kuendelea kucheza shere kwa kuwa wanabadilika wakati huu wakikubali kufungua mlango wa Hormuz, lakini sasa wameamua kufunga. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea kuhakikisha pande hizo mbili zinarejea mezani haraka iwezekanavyo ili kuepusha kuanza tena kwa makabiliano ya kijeshi. Pakistan ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo ya kwanza, inatazamiwa kuwa tena mwenyeji wa duru ya pili ambayo inaaminika itafanyika wiki ijayo, licha ya kwamba mpaka sasa hakuna tarehe ambayo imepangwa kwa ajili ya mazungumzo hayo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.